yaani kwenda kusijue kama kusware unaenda kutembea tu hivyo. Jibu nasema hapana. Amen. Amen. Alors vous serez assurément surpris. Sasa mtakuwa na hakika kabisa ya surprise, ya surprise. Parce que c'est une bataille constante. Kwa sababu iko vita ambayo iko ngumu. Iko hapo kila siku. Amen. Amen. Inawezekana tunaikala hivi masangaa kitu hiki kinatokea. Ni vita yenyewe kwa hapo ya kila siku. Amen. Amen. Unaweza kuwa mlikuwa tunafuraha hivi, mambo yanabadilika. Njoo hivyo maisha yenye tuko nayo. Ni vita juu ya vita na vita juu ya vita. Amen. Lakini ashukuriwe Mungu kusema kwamba ushindi uko kwa ngambo yetu. Amen. Bwana Mungu atubariki sana. Amen. Basi niko na ambia kabisa kwamba ikikuwa mapenzi ya Mungu nitakuwa kuyuta Usolek juma kesho. Ikikuwa mapenzi ya Mungu hivyo taenda kuwatembelea wandugu huko, na maombi yenu tunaihitajia vrema Mungu apate kututembeza kwa salama yake na kutufanyia neema vile vile sisi kuwa baraka katikati ya wandugu wetu walioko kule. Amen. Frere anatokea kule sasa hivi, nafikiri tutakuwa tunapishana njia sasa kwa sasa. Mungu ambariki sana. Amen. Basi nitawaalika tusimame tusome maneno ya Mungu. Nia yangu ni kusema tufanye iwezekanavyo tumalize hii kipindi somo tunajifunza, sababu juma kesho sitakuwa hapa tena katikati yenu, itakuwa huko kwenye wandugu na pamoja na wandugu huko yote. So kama sisemi kama tutakuwa hivyo, lakini ukikuwa kwa wakati kama hatujamaliza mtaniwa rasi, tunaweza kuchukua dakika kidogo kwa ajili ya kusema tumalizie kila kitu. Mungu akubariki. 1 Chronique chapitre 13. Tunaanza kusoma verse yake ya kwanza, tufikie kwa mstari wa 10 tu na tutakaa. Tunasoma mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na Daudi alifanya shauri na maakida ya 1000 na ya 100 hata na kila kiongozi. Daudi akawaambia makutano yote ya Israeli, kama ni jema kwenu na kama likitoka kwa Bwana Mungu wetu, tutume watu huko na huko pahali popote kwa ndugu zetu wanaobaki katika nchi nzima ya Israeli, walio makuhani na Walawi pamoja nao katika miji yao yenye malisho, ili wakusanyike kwetu na tulete tena kwetu sanduku ya Mungu wetu, kwa kuwa hatukuuliza neno karibu nayo kwa siku za Saulo. Makutano yote wakasema ya kwamba watafanya hivi, kwani neno hili lilikuwa jema mbele ya macho ya watu wote. Hivi Daudi akakusanya Israeli wote pamoja toka Sihori wa Misri mpaka kuingia kwa Hamathi, kuleta sanduku ya Mungu toka karibu Yearamu. Daudi akapanda na Israeli wote kwa ndiyo Kiriath Yearim ulio wa Yuda, kuleta toka kule sanduku ya Mungu Bwana anayeketi juu ya makerubi inayoitwa kwa jina lake. Wakaibeba sanduku ya Mungu juu ya gari jipya,
mpaka nyumba ya Abinadabu. Uza na Ahio wakakwendesha lile gari. Daudi na Israeli wote wakacheza mbele ya Mungu kwa nguvu zao zote, hata kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa matoazi na kwa baragumu. Na wakati walipofika kwa kiwanja cha kupeperusha cha Kidoni, Uza akanyosha mkono wake kushika sanduku, kwa maana ng'ombe ndume wakakwaa. Kasirani ya Bwana ikawaka juu ya Uza, akamupiga kwa sababu alinyosha mkono wake kushika sanduku, akafa pale mbele ya Mungu. Amina. Amen. Mungu abariki kusoma maneno yake. Amina. Tunaweza kukaa. Naomba Baba Mungu, mwokozi na mfalme wetu Yesu Kristo, mbele yako tena tuko Bwana, maneno yako tunayasoma, utupatie tena neema Bwana ya kupewa tafsiri kutoka kwako na hata masikio ya kusikia kulingana na tafsiri yako Bwana. Tunajiacha mbele yako, kazi yote ya adui wako na wetu, adui shetani, tunaifunga Bwana. Nimesikia maombi ya ndugu yangu, ilikuwa yenye kujaa upako ya kuomba Bwana kufunga hata kazi yote yenye tayarisha ya mafikiri ya nia ya nyumbani kwetu. Bwana ishindwe mjama wa Yesu Kristo. Amina. Bwana uifanye hivyo, maana tunajiacha kwa mikono yako kwa utukufu wa jina yako Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Tulikuwa tunazungumzia hii somo kabla, sasa inakuwa juma karibuni 3, kumtumikia Mungu kazi kinyume na mapendo yake na mapenzi yake. Na usomi wake hadithi iko inaandikwa ni kwa ajili, ilikuwa kipindi cha Daudi wakati ya ufalme wake alikuwa na nia ya kumtumikia Mungu, na nia yenye alikuwa nayo ni kumfanyia Mungu kazi, achukue sanduku ya Bwana tangu siku za Sauli ilipochukuliwaka, airudishe tena kwa Israeli. Ilikuwa kitu kia mzuri. Ndio. Na tuliona kimaandiko na kupitia nabii kusema kwamba kazi yake ilikuwa aina ya mzuri tu, sababu alifanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Na madhara yake kakuwa nini? Tunasoma maandiko, Uza alifariki. Amina. Tukaonesha kwamba kupitia nabii alitufasiria kwamba wakati unataka kufanya kazi yote kwa ajili ya Mungu, kuna shurti 5 tunatakiwa kutimiza. Kwanza, moja, hiyo kazi inatakiwa ifanyike kwa wakati wa Mungu. Amen. Hiyo kazi inatakiwa ifanyike kwa hiyo majira au hiyo season yenye Mungu alitayarisha. Inatakiwa kukuwe neno ya hiyo wakati. Inatakiwa vile vile mtu mwenye Mungu alitayarisha kwa ajili ya hiyo kazi kwa hiyo wakati. Na hiyo neno inatakiwa iwe neno yenye inahakikishiwa na ambatana na maneno yote ya Mungu. Na inatakiwa vile vile kukuwe nabii mwenye anahakikishiwa na maneno ya Mungu. Amina. So tuliona hii mambo yote hii muda ya masiku yetu ilipita, na leo tuko tunaongelea kuhusu sasa nabii kwa ajili ya siku ya leo. Kusema kwamba kama tunapewa neema ya kupata nabii, shabaha ya nabii kukuja inakuwaka ni alama kwa ajili ya watu. Amina. Nabii hakuwake mtu mwanakuyaka juu ya kuya kufanya miujiza. Hapana. Nabii haiko mtu mwanakuyaka juu ya kusema akuye
akuye tu atabiri. Hapana, nabii anakuyaka juu ni alama Mungu analeta kwa watu. Na alama yenyewe nakuyaka kuwa yeye ni kinywa cha Mungu, ndio vile maandiko yalikuwa yanawaita. Maana kama Mungu anataka kusema neno, anasimamishaka nabii wake na nabii anasema. Ndio maana nabii anasemaka hivi asema Bwana. Hapana hivi mimi nasema. Ndani ya kinywa chake mko neno yenye Bwana anasema. Amen. Amen. Ndio kisi nabii anakuja. Akija, yani Mungu anataka kuzungumza na watu. Amen. Tangu siku za kale watu balipendaka na hapo kupinga hiyo njia yenye Mungu anakuwa anatumikia ya yeye kutumia nabii. Lakini ile uwepo wa Mungu haina kila mtu anaweza kuisiporte. Ni kitu kimoja kinakuwa kia nguvu sana. Tulisoma nabii hapa. Yuko anatuambia iko mbali sana na boka. Hiyo mtu anasikia akasema ni boka. Nilisikia balipiga kimunduki, sisi tutoka kwa mavita kule, unasikia tena matumbutumu yanataka kutoka. Hiyo ya boka ya Mungu ni mbali kupita hiyo. Hiyo uwepo wa Mungu katikati yako. Ni mbali kupita hiyo baraka tunapokuwa tunasikia hapo, tunasikia upako ya Mungu. Ni kitu kimoja kiko kia juu zaidi. Bado ya Israeli balipimaka siku wakasema sisi Musa tunataka tumsikie Mungu shepeke tu. Mnajua madhara yake Msinai? Ilikuwa ni mgurumo, jijima ikaanguka. Aba kusiporteaga hiyo kitu. Bakarudia kumwambia tena Musa, wewe uendake tu ongee na Mungu kisha ukwe kutuambia. Njoo njia yenye Mungu alitayarishaka. Ndani ya nabii Mungu alitia kilindi fulani kia kusiporte ile upako, ile pua ya presence ya Mungu. Amen. Haipewe kila mtu friend. Haipewe kwa daktari, haipewe kwa pastor, haipewe kwa evangelist, au haipewe kwa mtu yeyote. Nabii. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Kwa maana nabii anakuwaka mtu wa special, wa kipekee. Amen. Mwenye Mungu anakuwaka analeta katikati ya watu. Haisemi kwa wale wengine wote hamwezi kutumika na Mungu. Hapana. Kila mtu tulisoma maneno ya Mungu anafanya kulingana na neema yenye Mungu alimpatishia. Amina. Amen. Amen. Tulisoma kupitia nabii mwenyewe anasema kwamba na mimi niko nabii lakini nafanya nyingine yote lakini siwezi kuwafundisha. Hiyo zawadi ya kufundisha Mungu akaniima hayo. Amen. Ndio. Lakini vile vingine vyote nabii akavipewa na Mungu. Mungu apewe sifa. Amen. Sasa nini yenye ilifanyika na itafanyika kwa ajili ya wakati yetu? Tunatakiwa tuvumbue nabii wa hiki kizazi na wakati gani tuko tunaishi vile vile. Tuliona kwamba kama Mungu anamtuma nabii, huyu nabii anakuyaka na maneno ya ile wakati. Nabii hawezi kukuya na maneno ya kuturudisha tena tuanze tulete safina au tutoke leo Misri ya tutamuke nyingine bahari leo. Haitakuwa hapo tena. Amen. 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 Nabii kama Mungu anamletaka na mambo ya ile wakati. Ndio. Sasa kwa ajili ya wakati yetu, neno ya wakati yetu tuliiona. Nabii zetu kwa simu mwenye Mungu alihakikisha kwa kitu kinatushuhudiwa nini? Au nini natuhakikishia kwamba kulipewa nabii na nini njoo nyeko assurance tukono kwamba hii njoo nye kitu kinabii tuletea. Amen. Amina. Sasa ndani ya maneno ya Mungu Luc chapitre 17 Mungu alitupatia maalama akatuambia kwamba kabla ya kuja kwake hii condition ya hii dunia itafanana tena na wakati ilipokuwaka kipindi cha Sodoma na Gomora. Mungu apewe sifa. Amen. Ndio tukaanza kuingia mule ndani tuangalie. Kusodoma kipindi ya Sodoma na Gomora kulikuwa nini? Makanisa, madhehebu inajua mambo ilikuwa kusodoma na Gomora wanaongeeka tu kusema kwamba kulikuwa kusharatika, kulikuwa mambo ya jinsia jinsi iko leo, kulikuwa homosexualite, kulikuwa mambo ile yote ya mbaya wanajua vile vyote. Lakini hakukuwaka tu bibaya kipindi ya Sodoma na Gomora. Hii ni mambo yenye kanisa tulipewa ya kipekee. Kukipindi ya Sodoma na Gomora kulikuwa vile vile mambo mazuri yalikuwa yanafanyika hapo.
Ilikuwa mambo gani? Ndio kipindi Mungu alikuja kutembelea nabii wake Abraham. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Ile kipindi ya Sodoma na Gomora, Mungu akakuja kutembelea Abraham na kumpatia malako ya kumpata sasa mwana. Hivi nakuya mwaka kesho, kwa hii muda niko nasema hivi. Leo hii ni tarehe ngapi ya mwezi? Leo tarehe 22 ya mwezi wa 10. Mwaka kesho kwa hii wakati Sara atakuwa na mtoto. Mlichungilia masiku mingi sana, lakini mwaka kesho kwa muda kama na huu tena mke wako Sara atakuwa na mtoto. Ni promesa ilikuwa ya kipekee. Haikukuwa na watu wengine wote kuchungilia mtoto wa malako. Amen. Haikupewa watu lote ya kupewa hiyo neno. Na wale watu wa Sodoma na Gomora hawakujua hiyo neno. Ilikuwa kwa ajili ya mchakuliwa wa Mungu tu, Abraham na nyumba yake. Amen. Amen. Vile vile leo kwa hii wakati yetu tunachungilia kuzaliwa kwa huyo mtoto mwanaume. Apokalipsi chapitre 12. Iko natuambia hadithi ya mtoto mwenye atazaliwa. Na huyo mtoto akisha kuzaliwa, mara moja anapanda kwenye baba yake. Mungu apewe sifa. Ule mtoto iko nazaliwa na yeye mwile wakati enye dunia iko mwile condition moya ya Sodoma na Gomora. Na mwiyo wakati Mungu anakuya na kuzungumza na taifa lake kupitia nabii. Tutajua je kama ndio nabii? Nabii anasema alama moya yenye Mungu alifanya wakati ya Sodoma na Gomora ataifanya vile vile tena kwa hii wakati wetu. Amen. Alifanya nini mwile wakati Fred? Mungu alikuwa akikaa ndani ya nyumba ya Abraham. Anampatia Sara malako, anampatia Abraham malako. Ndani ya nyumba ya Abraham Sara akacheka. Sema mimi mwi wakati tena hata kama niliwezeka mimi nimwambiaka bwana yangu, pengine alisikiaka mbaya hayo mambo nikamwambia apite na Agari na tushapataka yule Ismaeli, lakini njoo nilikuwa wewe mtoto mwenyewe. Kumbe anyana akisha tena vile vitu. Maneno ya Mungu atuinterpret yake friend. Tunaiacha vile Mungu aliisema. Sara atapata mimba. Sara inatakiwa azae. Amen. Amen. Bikira atapata mimba. Tunatakiwa kuona bikira apate mimba. Amen. Amen. Na hiyo maneno yote ilitimia vile Mungu alisema. Ndio Mungu akatuambia kwamba itakuwa hivyo wakati ile mwana wa Mungu atafunuliwa. Mwana wa Mungu anatakiwa afunuliwe mwiki kizazi. Amen. Amen. Friend, kitu kimoja mnene sana. Mungu ajifunue tena kwetu mwiki kizazi. Apambanue vile alikuwa anapambanua tena siri ya watu ndani ya roho ya Sara kule wakati yabo atifanye tena mwiki kizazi kietu. Amen. Ile wakati wa Bwana Yesu Kristo wakati alitembea, frère alifika Jean chapitre 4. Anafika kisima akakutana na huyo mwanamke Msamaria. Bakaanza kuongea. Banaongea. Kaambia nenda mwite bwana yako kumbe. Sasa mimi sina bwana. Yeye wajasema anasema bongo, ana bwana na ni kweli. Yesu akamwambia, "Kile unasema njoo ukweli. Hauna bwana. Julisha badilisha banakuwa ba mingi. Batano ndio ushakuwa ushakapiteka nabo. Na wewe mwenyewe kwa leo sita haina wako." Amen. Amen. Kilikuwa kitu cha maajabu. Ule mwanamke alipoona hiyo mambo akasema, "Tunajua tu wakati atakapokuja Masia ndio atatufunulia masiri ya maroho yetu." Amen. Amen. Yes. Je, wewe ni nabii? Asema ule mwenyewe unasema Masia ndio mie hapa. Amen. Amen. Ilikuwa alama ya kipekee. Na bachakuliwa ba Mungu frère banajuaka alama ya kipekee kwa ajili ya muda wao na wanalichungilia kwa kile kitu. Amina. Mungu akatuambia kwamba itafanyika hivyo wakati mwana wa Mungu atakuja kujifunua kwetu. Amina. Fils de l'homme maana yake nabii. Ndio. Mwana wa mtu. Ndio kwa maana utaanza kuanzia kwa Agano la Kale. Akamwambia mwana wa watu andika.
Ezekieli, mwana wa watu, andika nabii. Na wakati nabii atapatikana mwa hiki kizazi, inatakiwa sasa mwana wa Mungu ajifunue yamo ndani yake. Mungu apewe sifa. Yaani Mungu afanye tena ile kazi alifanyaka ndani ya mtu. Amen. Mungu apewe sifa. Amina. Ilifanyika hapa frere. Maelfu ya watu walipata kusimama na nabii wa Mungu anasimama kukuambia wewe ni fulani, unatoka sehemu fulani, tatizo lako nayo ni hii, kama ni ugonjwa na unaombea unapona. Amen. Ilikuwa uhakikisho washe kujua kwamba tunampokea sasa huyu nabii Mungu aliyetupatia. Kuhakikisha tena kwamba wakati tuko tunaishi njoo ile wakati ni Mungu alitabiria kusema kwamba njoo hii ya kipindi ya wengine kufanana na Sodomu na Gomora. Na hiyo wakati ikifika Fred, haina tena wakati ya michezo. Inakuwa ni wakati yenye dunia inaanza kuchungilia hukumu. Amen. Juu wakati enye Mungu alitembelea Abrahamu wakati alipokuwa huko milima ya Mrea, kilifuata ilikuwa moto kusodomu na Gomora. Na hivyo mwingi kizazi si tuliambiwa kupitia Malaki chapitre 4. Tutasoma hiyo Fred. Wakati utapokea huyu nabii kwa nakuya Fred, hakuje mbele ya mambo mengine yote. Vile kwa mbele ya Sodoma na Gomora kufanyika, akija kisha yeye kufanya hiyo kazi yake ni moto ndio inaanza kufuata. Amina. Oh Fred. Malaki chapitre 4. Tazameni ninawatumia ninyi Elia nabii. Mtazame, mimi ninawatumia Elia nabii. Mwasiku gani Elia nabii kwa nakuya? Mbele ya kuja kwa siku kubwa na ya kuogopesha ya Bwana. Amen. Mbele ya siku ya kuogopesha ya Mungu iko inakuya. Fred. Soma kwanza chapitre 4 verset 1 Fred. Msikie siku inaogopesha. Iko inakuya je hiyo siku? Kwa maana tazameni, muangalie ndugu, mtazame. Siku inakuja. Siku wenyewe inaanza kuya. Inawaka kama tanuru. Ila siku ni ya moto, haina ya neema tena. Ndio tofauti tuko kuonesha wakati Elia alikuya kuja kutengeneza njia kwa ajili ya kuja kwake kwa kwanza, na Elia mwalikuya juu ya kutengeneza kuja kwa pili. Aliyekuja kutengeneza juu ya kuja kwa kwanza haiyakuwa siku ya kuwaka moto. Ndio. Anasema ni sauti yenye kulia tu katika jangwa. Ya kutengeneza mapito, mnyoshe mapito, mtengeneze njia ya Bwana, mnyoshe mapito yake. Amen. Amen. Lakini yeye nyuma huyu Elia mwanakuya, yeye anaanza kuya kabla ya siku ya kuogopesha, siku ya moto ya hukumu. Amina. Mungu apewe sifa. Amen. Soma ndugu yangu. Kwa maana tazameni siku inakuja. Kwa maana mtazame siku inafika sasa. Inawaka kama tanuru. Yenyewe inawaka kama vile moto. Na wenye kiburi wote. Bale bote wenye kiburi. Na wote wanaotumika uovu. Bale batenda uovu bote. Frère, c'est grave. Manachungilia nini? Moto. Frère, hakuna kitu kingine kitakuwa kama Mungu. Niliongea siku moja na mtu mmoja akasema, "Sasa Mungu wenu mwenyewe, maana yake hana huruma." Sasa kama yeye yuko naongea tu vile unaisema vya kweli, njoo vile maneno ya Mungu inasema, na sadikia kile wewe unasema njoo ukweli. Sasa Mungu atakubali tu wote hapa balungule. Nikamwambia, "Haujui kile uko naongea. Siulize maandiko. Kama Sodoma na Gomora balikuwa maelfu, kisha mkatoka hapo tu frere, watu hapa 3. Sasa leo hii kama kukipatikana deja inakuwa mama kutanipi huko karibuni sehemu yote unaweza kupatikana. Rockford leo kama watu 10 au watu kama ni 13, 14, sio sehemu fulani kwa 10. Ndio Mungu atashindwa kulunguza hii dunia, kuonyesha pata hata watu sana hata 20, hata kama kipatikana tu wheat, hata kipatikana hata senti dunia mzima. Balingine bote batalungula watenda zambi. Na mimi nasema, njoo maneno ya Mungu nasema.
watenda maovu wote watalungula. Amen. Amen. Lakini verse yake inafika za de. Watakuwa kama makapi makavu. Watakuwa kusa ile mnaye makapi ile unakuwa wakati unapepula mchele hivi, unaona bila inakuwa inaruka hiyo. Sasa ndio watakuwa tu wanapini pepo tu inabeba ururi inaenda. Haina kuwa. Ndio maana Mungu anaangalia akasema, nilibakia bote kwenye mizani. Frère, anabakia kukilo. Watu yote ya dunia anaangalia. Kama uko mtenda dhambi, hauna kilo mbele ya Mungu. Amen. Uko tu sama kapi. Ungana jivunia leo kiburi ya maisha. Wenye kiburi, ndio maandiko litaya. Unajivunia tu leo juu uko naishi. Ungana jivunia tamaa dhambi, ndio uko unajiwazia. Uko tu bupepelo. Amen. Na Mungu anasema akabatia bote frère kukilo hivi. Kupima beko bote leger. Hama yake hakuna kitu. Nani mwanatia kile gari ile hiyo gundi ataka motie gundi yote ya makapi. Unaicheka mgala yako? Zero. Ni kutupa kule. Na kile kinafuataka ni moto inafuata juu yake. Hakuna kitu. Sepukwa. Dada yangu, ndugu yangu, kama ungala jivunia maisha ya dhambi leo, niko nakwambia benye baliona alama ya hiyo wakati au benye balionaka alama ya kule kipindi, walipoona hiyo alama walijua ni alama ya kuja kwa Bwana kunakaribia, na wakatengeneza maisha yao. Amen. Amen. Na watoto wote wa Mungu banakuwa wanachungilia kumalako ya Mungu. Na wakiiona frère habari ya chake kipindi ya malako yako wakiiona wanakamatanaka naye. Mungu apewe sifa. Haina mie tu frère, na pia nahakikisha hiki kitu. Ngoja nitafute hiki frère nitaipata sasa hivi. Soma quelque part hapa. Paragraphe 160. Tutaanzia paragraphe 161. Tusome mpaka 162. Amen. Maintenant, tout homme qui a l'esprit de Dieu en lui, où sur qui l'esprit de Dieu repose, et le cas juu yake, c'est que ceci est la vérité. Anajua kwamba hii ni kweli. Amen. Parce que l'esprit de Dieu ne dira pas le contraire de la parole de Dieu. Haiwezi kusema kitu kinyume na maneno ya Mungu. Non. Il sera exactement avec la parole. Itakuwa kabisa pamoja na neno. Yo, roho ya Mungu frère itafanya tu vile maneno ya Mungu inasema. Amen. Amina. Vous dites que j'ai le Saint-Esprit. Unasema huko na Roho Mtakatifu. J'ai crié. J'ai parlé en langue. Nilisema kwa lugha. J'ai dansé dans l'esprit. Nilicheza katika roho. Cela ne veut rien dire du tout. Ile haiseme kitu. Ça ne veut rien du tout dire pour Dieu. Haiseme kitu kwa Mungu. Amen. Vous voyez? Unaona? David fit pratiquement la même chose. Daudi alifanya hivyo. Il chanta. Aliimba. De toute sa force. Kwa nguvu yake yote. Et il criait de toute sa force. Na alilalamika kwa nguvu zake. Tous les autres le firent aussi. Wengine wote walikuwa hivyo. Amen. Et pourtant il marchait en direction de la mort. Na wote walienda kuongozewa kwa walikuwa wanaenda ku direction kunjia, walikuwa ndio njia ya kifo. Amen. C'est vrai. Ni kweli. Cela n'a rien à voir avec. Cela n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est la parole qui compte. La parole du Seigneur. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Amen. À sa verset, paragraphe 62, la semaine. Voyez, ceux qui ont l'esprit de Dieu en eux regardent la promesse pour aujourd'hui. Angalia ya leo. Amen. Watoto ya Mungu benebeko na roho ya Mungu ndani yabo banakuwaka banachungilia maalako yabo kwa ile wakati yabo. Amina. Na banafanyaka nini frère? Oui. Sasa observe et attend jusqu'à ce qu'il voie. Na wanaona wanangoya yenye ambavyo
na vitatokea. Amen. Bakisha jua malako ya wakati yabo, banaanza kuchungilia kuangalia kitatokea hapo sasa. Amen. Amen. Na bakisha kingoya hiko frere, banasema saye, après avoir vu cela ils disent saye. Bakishaona ile wanasema ikuye. Inafika. Dieu leur révèle la chose. Mungu anawafunulia. Anakuwa anafungulia hapo kitu. Na ndiye anaendelea mbali tunaongea kwa ajili ya huyo mwanamke kukisima. Alikuwa mzambi, lakini alipoona alama ya wakati yake, walikuwa wanafundisha tangu Musa kwamba atatokea nabii katikati yenu Israeli. Mesia atatufunulia siri ya maroho yetu. Amina. Na wakati Bwana alipomwangalia akaona maisha yake ya busharati ya kubadilisha kwa Bwana, akamwambia hayo, akasema, wewe unajua je hiyo mama? Wewe ni nabii? Wewe ni Masia? Akasema, njoo unaona katikati ya mbele yako. Ule mwanamke akubakia tena muhiyo hali ya maisha. Amen. Alikimbia wa kwanza kwenda kushuhudia kialiona. Jean chapitre 4, msome hiyo hata kunyumba frère. Sitasoma maandiko ya mingi tu, ya mingi kuna kujua sasa tumalize frère. Amen. Alikimbia wa kwanza kuambia watu, muye muone mtu mwenaniambia kile kenye niko. Amen. Oh frère, leo ndio dunia inakuwa contraire. Benye bana roho ya Mungu, banaonaka kama maneno ya Mungu yanatoka, banaanza kusema, banaanza kukuchukia wewe. Yeye ndio anakuwa aje? Yeye anajulikana ni mtakatifu. Lakini watoto ya malako bakiona alama inabafikia inataya maisha yao. Banakuaka banaona ni visitation ya Mungu. Amen. Na banakimbilia mbio kwenye kutubu na kurudia tu wapate kupata maneno ya wakati yao. Amen. Mungu apewe sifa. Ndio nabii anaendelea nasema, hiyo alama alipoiona yule mwanamke hakubakia indifferent. Hakubakia hivyo. Hapana. Alipoona hiyo alama mara moja ikamgeuza. Nabii anaanza kusema juu ya Amerika, anasema, oh Amerika. Ule mwanamke aliona mara moja. Yesu Kristo alikuja tena mbele ya Nathanaeli akakuya. Wakati walimfikia frère, baraka kumwambia Nathanaeli, akasema, tunamuona ule mwenye Musa alitabiri yaka. Haleluya. Amen. Frère, ndani ya maandiko ndio alikuja vile tutokea kusema. Amen. Asema, je, anatokea wapi? Asema kuna Nazareti. Leo ya Amerika yuko naangalia sema, anasema nini yule? Asema ni wa kutokea wapi? Asema ni Afrika moya hivi. Hasi vitu vya mzuri, maneno ya mzuri inaweza kutoka kwa Afrika. Wanaweza kujiuliza mambo hivi wanasema. Asema kuya uone. Amen. 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 Alipofika roho moya ikapambanua, anasema Nathanaeli kamuona, anasema, oh, huyu Myuda mwenye hana ila ndani yake. Amen. Pray, Nathanaeli na ule mwanamke, muangalie na tire yao. Nathanaeli alikuwa mtu mwenye alikuwa irreprochable. Mtu mwenye hautamsema mambo vibaya, alikuwa mtu mwenye kuwa mwenye haki. Lakini alipoona alama ya wakati, hakubakia tena kwa desturi kama Musa alivyosema huko chini na sheria, alimfuata Bwana Yesu Kristo. Amen. Vile hata yule naye alikuwa ndumba. Alipoona wakati alama ya wakati, hakubakia tena mzambi, alimfuata Yesu. Amen. Dieu ne manque jamais de témoins. Amen. Ana kukosa mashuhuda frère. Kama kuko watu walichunga utakatifu na bakaona alama na bakaifuata, bakaendelea ndani ya utakatifu. Na hivyo kuko bali kutua ndani ya dhambi na bakaona alama na bakafuatana na utakatifu cette fois-ci. Amen. Bote frère. Banaanza kutia. Si banakuwa ni vile mnabii anatuambia ni kama vile ile safina. Kondoo iliyokuwa takatifu siku ya maisha yake yote iliingia msafina ya Yesu Kristo. Hata simba mwenye alikuwa mwenye kurarua siku yote, alipoona alama ya hukumu inakaribia, na yeye alikimbia akaenda msafina. Kwenye kondoo na safina na mbuzi na hata kwenye huyo simba waliishi ndani ya salama. Kuamalisha wakati ujumbe alama yenye Mungu alitupatia frère ilipoonekana,
Na wale walikuwa ndani ya makanisa wakichunga utakatifu ndani ya mashuti, ndani ya makanuni ya wanadamu, walipoiona waliifuata. Na wale walikuwa ndani ya dhambi, walipoiona na hao vile vile waliifuata. Si Mungu apewe sifa. Siku unaweza kukutana na ndugu mwenye yuko na ushuhuda yenye inakuogopesha. Mwingine yuko tu. Amen. Ndio vile Mungu alijipanga. Lakini sasa ni kuangalia, je, ulisikia, uliona alama ya wakati yako na uliifanyia nini, kazi gani? Amen. Bana kuwaka banakimbilia kwa alama yao, bakiiona Mungu anawafungulia nao frere, banaandamana nayo. Frere, paragraphe 168. Na bien anaendelea kusema hivi frere. Maintenant observez. Sasa mwangalie. Ceux qui ont l'esprit de Dieu. Yenye roho ya Mungu. Ceux qui ont l'esprit de Dieu. Wenye kuna roho ya Mungu. Attendent ces choses. Wanangoya hiki kitu. Beko wanachungilia hiki kitu. Kitu gani frere? Baoni alama ya wakati yao. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Et lorsqu'ils voient, wakati wanaona ilikuwa na wanaamini, Jésus a dit, Yesu alisema, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Kama Mungu hakumtuma kwangu. Amen. Et tout ce que le Père m'a donné, na yote ambayo Mungu alinipa, il est la parole. Iko neno. Tout ce que le Père m'a donné vient à moi, la parole. Ils viendront à Jésus. Mungu apewe sifa. Bale bote Mungu alipatia neema ya kuona alama, frere, banakuwaka banafuatana na alama yao ya wakati yao. Habaiachili yake frere. Kidi kufuatana na alama haina kusema njoo nitaanza kwenda tu vile vile kusikia. Manake ya chogo kunafanya. Alipofanya hivyo Nathanaeli, abakumuona tena kubakia kwa sinagogi, kuendelea kubakia kusema uchunge sabato, alimpata mwenyeji wa sabato. Mungu apewe sifa. Amen. Abakumuona tena yule mama kuendelea kuingia zunguka kule na wabwana. Hapana. Waliambatana na Yesu Kristo. Ndio kuchunga maneno ya wakati yao. Bale bote wanachunga, wanaona vile vile alama ya hii wakati frere. Banaambatana nayo. Amen. Frere, na nani? Na neno ya Mungu. Na ndio nabii anasema, iko na Biblia inasema, je vous conjure au nom de Jésus, n'abandonnez pas cette parole. Amen. Achi neno. Frere, mimi ndasoma na Biblia. Chapitre 5, Révélation chapitre 5, paragraphe 57. Maintenant, ne vous éloignez jamais de cette parole. Souvenez-vous, je vous conjure devant Dieu de rester avec cette parole. Ne variez jamais avec elle. Musigeuke frère. Na maneno, ne variez jamais. Amen. Si de telles choses arrivent, souvenez-vous qu'il y a la chose authentique. Chaque fois que vous avez un faux. Amen. Hakuna faux dollar kama hakuna vrai dollar. Amen. Kama watakwambia hadithi ya $4 ni kusema kuku ya vrai yenyewe balikopie kwayo. Amen. Hakuna maroho ya mubaya yenye tangaza leo kama hakuna roho ya kweli. Hakuna manabii ya uongo kama hakuna nabii wa kweli mwenyewe balikopie kutoka hako. Mungu apewe sifa. Na nitasema tena hivi, hakuna bakristo babongo kama hakuna bakristo ba kweli wenye beko wako, wenye beko wanapenda kuimite. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Sasa kama mkiona vile vyote vinatokea, hakuna mafundisho ya bongo kama hakuna mafundisho ya kweli yenye kwa wako kwanza.
ni kwa mafundisho ya kweli. Ndio kwenye baongo wanakuja sasa kuanza kupenda. Si Paulo alituandikia kasema, haina kusema kwamba injili inabadilika. Ni juu kunakuja sabatu babongo, ndio wanaanza kupenda kugeuza ile maneno tu. Amen. Na ndio Bwana nabii anakuambia kusema kwamba msigeuke na hii maneno. Iko na kuwalapia, anatulapia kujina la Yesu Kristo ya kubakia na hii maneno ya wakati yetu. Ni nani nabii tulikuwa tunachungilia? Tumalizie kule ndiko tulikuwa tunasoma Malaki chapitre 4. Tulipewa malako frere ya kuchungilia nabii kulingana na Malaki sura 4. Kusema kwamba huyu nabii iko na kazi ya kuja kurudisha mioyo ya watoto kwa baba yao wa mitume. Amen. Amen. Na anakuja kufanya hii kazi mbele ya siku ya hukumu. Haina mbele ya kuja kwa kwanza, lakini mbele ya siku ya hukumu. Mungu apewe sifa. Amen. Sasa hii malako ukibauliza hayo watu wanakuambia sema hapana, Elia na Elia ishakakuya. Ni Yohana Mbatizaji. Sasa uulize swali, Yohana Mbatizaji alikuja mbele ya hukumu ya siku ya hukumu? Jibu ni kusema hapana. Na hata wale wa mitume frere bali muulizaka Yesu Kristo. Mbona wanasema kwanza kabla ya kuja kwa kwanza kwa Bwana Elia na Elia pasha kuja. Na mbele ya kuja tena kwa pili Elia alipasha kuja. Mungu apewe sifa. Amen. Bali tu wakamuuliza Bwana Yesu Kristo. Matthieu chapitre 17. Frere mtaanza kunirudisha kama natambuka bingine frere. Niko nakimbia, tusipende kuligausha hapa sana. Matthieu chapitre 17. Bali tu wakamuuliza Bwana Yesu Kristo. Si bana kwa Mafarisayo wanasema kwamba wewe tunaamini kwamba wewe ndio Masia. Ushatokea. Mbona anasema kwamba Elia anapaswa kuja mbele yako? Muangalie kile Yesu yuko anajibia hapo. Kesio moya anajibia devole. Ulizo ni moya, anapatia jibu hii mbili tofauti na yote ni ya kweli. Ndio. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, kwa nini basi waandishi wanasema ya kwamba imepasa Elia kuja kwanza? Amen. Sasa msikie jibu ya kwanza. Chapitre verset 11. Anabajibia kuhusu Elia mwenye atakuja. Anajibu nini friend? Akajibu na kusema, kweli Elia atakuja na kutengeneza vitu vyote. Kweli. Amen. Ndio. Unaona kuko vitu vyenye maneno ya Mungu anahakikisha kile kitu. Tulijifunzaka wakati tunafunza punctuation, maalama ya misemo. Wakati nukta inatiliwa, banatia point, ni kusema wazo inaisha. Amen. 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 Elia atakakuja na kutengeneza kila kitu. Elia mtengenezaji wa kila kitu atakakuja. Amen. Amen. Anaishia pale. Kisha tena anajenga kuulizia yangu ndio anapenda kujua vingine akamwambia na niambia tena hivi. Verset 12. Lakini ninawaambia ninyi, na mniambie tena hivi ya kwamba Elia amekwisha kuja. Tena Elia aisha kuya. Chuma lekana sema leo usema tena. Na nukta nyingine inaanguka pale. Ndio. Jibu mbili tofauti. Elia wa Matthieu chapitre 17 verset 11. Njoo mwili kipindi ya Yesu Kristo alikuwa anatabiria kusema kwamba hatakakuya na kutayarisha kila kitu. Njoo mwetu tulikuwa tunaongelea leo. Njoo tunaongelea Malaki chapitre 4. Elia mwenye alishakuja, mwenye Yesu alikuwa anasema, njoo mwenye Bwana Yesu Kristo alikuwa anaongea kama vile Jean Baptiste, na njoo mwenye Malaki chapitre 4 alikuwa anaongelea. Mungu apewe sifa. Watu mbili tofauti lakini roho moja tu. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Huyu Elia atakuya ni wa Jeffrey. Atatoka tu kumbingu anakuya. À chaque question biblique, il y a une réponse biblique. Kila swali ya Biblia una jibu ya Biblia frère. Eli ni nani? Frère, tuulize Jacques, anakupatia jibu. Jacques chapitre 5. Verset 17.
parti. Ndio ndio lazima. 5:17. Amen. Tunasoma mchina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Yakobo 5:17. Ulitafsiri ndugu, tunakimbiza na muda. Eli était un homme de la même nature que nous. Elia ni mtu wa namna wa kawaida, mwenye tabia kama yetu. Mungu apewe sifa. Amina. Elia mwenye tulikuwa tunachungilia sisi, haina Mungu Fred. Ni mtu mwenye tabia kama yetu. Amen. Siniamina Fred. Amina. Elia, Malaki chapitre 4, naweza kusema tena hivyo. Matthieu chapitre 17 verset 11. Ni mtu mwenye tabia kama yetu. Hii maandiko yote nikamwambia Fred ilitimia ndani ya ndugu yetu William Branham. Amen. Fred, Elia mwenye Mungu alipasha kututumia alishakuya na alifanya kazi yake. Sina haya Fred, sina boka Fred ya kutangaza hiki kitu. Maana ndio vile mimi naamini, ndio vile maandiko yananishuhudia. Mungu apewe sifa. Alipokuya alionyesha ile alama moya yenye Bwana alituambia, kama vile ilivyokuwa kipindi ya Sodoma na Gomora. Amen. Ni ministeri yenye ishawahi kutumika tu frere ndani ya Bwana Yesu Kristo mwenyewe na ndani ya ndugu yetu William Branham. Basi roho ya Mungu kupambanua siri ya maroho ya batu haikutumika ndani ya mtu mwingine frere. Ni vitu viwili, batu mbili tu kwa dunia frere. Ndani ya Bwana Yesu Kristo na ndani ya William Branham wa kizazi cha Laodikia. Juu ya nini? Maana Bwana alipasha kujifunua wakati wa hiki kizazi kufanana na kipindi cha Sodoma na Gomora. Na walio wote wa Mungu wanapoona alama ya kufunuliwa kwa mwana wa Mungu, frere banashikamana na maneno ya wakati yabo na wanatembea nayo. Na benye wanashindwa kukamata hiyo neno frere, hakuna kingine kinachungilia frere. Ni hukumu tu. Amen. Ni hukumu. Oh, Amerika frere ni nchi ya Kristo. Frere. Na ndiko nasema hivi, Amerika hii iko kwa kilomita maelfu na maelfu na maelfu na maelfu kwenda kwa Kristo kwenye kali yake. Mbali sana. Anaenda mbele pia anasema na kuomba juu ya Amerika ni shesti na kuomba. Si ombe yake tena. Maana ilishatupilia wokovu wao. Niko nasoma frere nabii paragraph 136. Juu ya nini frere? Nabii analeta mfano, analeta mfano sawa sawa na wakati wa Bwana Yesu Kristo. Yesu alipotembea akaangalia maajabu alifanya ndani ya Yerusalemu. Anaangalia kila kitu, anasema maajabu, maalama yanawaonesha ingelifanyika huko kipindi ya Sodoma na Gomora, bengeliokolewa. Amen. Bengeliokolewa. Lakini mnaiona hiyo maalama na mnaikanyanga na mnapita kama si rien n'était. Kama hakukuwa hata kitu. Amen. Amina. Alipoona hivyo akasema, akalia tu. Akalia kwa Yerusalemu, akamwambia Yerusalemu, Yerusalemu, wewe mwenye kuuaka manabii, wewe mwenye unalapide, wewe mwenye kutupia majiwe manabii. Mara ngapi nilipenda kukusanyisha kama vile kuku anakusanyisha kama vifaranga vyake, lakini haukupenda. Kisha kukatala, nini nachungilia? Nasema hukumu yako inakaribia. Nabii anafanisha kile kizazi na ile Amerika. Ndio nabii analimba, iko analia juu ya Amerika, anasema frère. Beaucoup de gens disent l'Amérique, que Dieu bénisse l'Amérique. Wengi wanasema Mungu ubariki Amerika. C'est une nation, c'est un pays chrétien. Iko taifa ya Kikristo. Taifa ya Kikristo. C'est à 1 million de kilomètres loin d'un pays chrétien. Iko mbali karibu kilomita maelfu na mbali kuwa nchi ya Kikristo. Ndio. Amen. Amen. Hii nchi bila watu washuhuda hayo.
yenye kuruhusu kila mubaya, tout est autorisé sauf ça la sanctification. Amen. Kiote kinaruhusiwa, labda utakaso tu. Mungu apewe sifa. Amen. Kila kitu. Nini yenye Sodoma na Gomora haikufanya, yenye Amerika haiyafanye? Labda na kuendea mbali. Yenye leo hii Amerika kujivunia sayansi yake, banaanza na kufanya operation bambadilishe mwanaume akuwe mwanamke, mwanamke akuwe mwanaume. Nini yenye Amerika yafanya ya uchafu? Amen. Iko kilometra maelfu na Ukristo. Amen. Amen. Je ne prie même pas pour l'Amérique. Paragraphe 136. Rendre un service de Dieu en dehors de sa volonté. Wende usome na wewe. Amen. Je ne prie pas pour l'Amérique. Amen. Comment puis-je prier pour lui? S'il ne se répand, s'il ne se répand pas, sous le feu de cette grande puissance de Dieu démontrée devant lui. Mon frère, grande puissance de Dieu démontrée en lui. Hii nguvu yote ya Mungu inaonekana ndani ya Amerika na inashindwa kutubu. Niombe tena ya nini? Amen. Dada, ndio wengine wakasema, muombe, tukuombe nini tena zaidi ya wewe kusikia maneno hii frere. Wanasikiaka wapi mengine? Si wewe tu mpango wa kufuata Yesu Kristo. Amen. Amen. Kuomba ni mzuri ndio, lakini kia zaidi ya maombi njoo hiki kenye Mungu alitupatia. Amen. Frere, hakuna kitu kia bei sana kenye Mungu ashawahi kupatia wanadamu kama vile maneno yake. Si ndio anaweza kupatia? Mtu anaweza kupatia nyumba. Kisha umwambia sina wewe mlaongo sema hata jua kuniuziaka kaputula. Unaweza kuwa kweli huko unasema ni vitu vya kawaida watu wakusikie. Asema aliniuzia nyumba. Niko hivi na hivi na hivi. Kisha wewe uanze kujilamantia kusema no, jua kuniuzia kanzu. Na watu wakole kama wewe huko unasema vitu vya kawaida. Benye kuona akili watakucheka. Amen. Kisha wewe kupewa kitu kia bei hivyo. Na unaangalia pale wewe kujitia tu pa kazi, ujiuzie kaputula, wewe hata unaanza kusema no, uniuzie na kaputula. Huko sasa mwenyewe uenee. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Mungu abebe kia bei sana ndani ya frere, mudepo ya mbingu. Hamuna kitu kikubwa sawa na maneno yake. Amen. Na ndio kiaka kamata anakupatia nake. Ndani ya hiyo maneno ndio mkukupona. Ndani ya hiyo maneno ndio mkumabaraka, ndani ya hiyo maneno ndio mkumakaputula, ndio mko kila kitu. So uichukua tu maneno ya Mungu na itafanya kila kitu. Je leur ai donné ta parole. Et la parole les a guéris. Kama ni uponyaji iko ndani ya maneno ya Mungu. Unashindwa kuibeba. Tukuombee nini? Amen. Amen. Inakuwa ni kosa yako. Amen. Kupotea yako inakuwa kwa mikono yako dada, inakuwa kwa mikono yako, inakuwa kwa mikono yangu mwenyewe. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Je ne prie plus pour l'Amérique. Sitaomba tena kwa ajili ya Amerika. Amerika naona hii maajabu frere. Mwanamke Msamaria aliiona mara moja maisha yake yote. Na akatubu na akamgeukia Bwana. Nathanaeli aliiona mara moja na akamkimbilia Bwana. Mara ngapi Amerika ilioneshiwa hii alama ya mwana wa Mungu? Alama ya kufunuliwa kwa mwana wa mtu. Bangapi walitubu? Bametodiste waliwekea kwa Methodiste, Bapentecôtiste waliwekea kwa Pentecôtiste, Bapresbytérien waliwekea kwa Presbytérien, na baate wanaendelea kuwa baate. Amen. Amen. Imaginez-vous frère. Nabii akafikia kusema sina tena kieleza kufanya kwa ajili ya Amerika. Inaisha. Mungu apewe sifa. Amina. Silni, l'Amérique silni. Amérique katala. Ferme les portes. À cela. Kufunga milango kwa hiyo. Kama yeye anakatala, anafunga na milango. Esa neloanye. Na anajitenga. Anajitenga yeye moya. Frère, ni nini? Maneno ya Mungu leisikia, anaikatala na anafunga na mlango yake. Kuko bengine frère tulishabiona muhimu jumbe hii. Frère apie kumakutani. Dada apie kumakutani. Ni nini? Batoto ya Mungu frère banaacha na makazi yao. Tulikuwa tumtembelee frère. Tulikuwa tumtembelee ndugu. Ananiangalia na anafunga na mlango yake.
Si anafunga mlango yake, si ni yako. Funga. Amen. Hatutaingia nyumba yako. Na hatuna prison ya kukutia ndani. Mapendo ya Mungu ndio ilikuwa tusukuma kule. Sasa kama unakatala, kama unafunga mlango yako, tufuate na nini? Amen. Utatuambia nini kina kufanya friend? Maneno ya Mungu ndio portion ya Mungu alitupatishia friend. On donne ce qu'on a. Banapatia kile kile Mungu iko nacho friend. Siwezi kupatia kile Mungu kunipatiaka. Hii ndio ni Mungu alinipatiaka kwa ajili ya kanisa na mimi naileta kwa kanisa. Amen. Unakatala. Na mlango wako unaifunga. Au kwende pia kwa makutano. Na labda bandugu na kutembelea na kutembelea unakatala. Tufanye tena nini kwa ajili yako Amerika? Amen. Hatuna cha kufanya tena kwa ajili yako. Damu yako kwa mikono yako mwenyewe. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Il s'éloigne toujours plus. Et maintenant, Wanajitenga zaidi mbali. et maintenant, Na sasa il va sombrer. wataanguka. Na kuzama. Watazama. Amen. Observez ce qui va arriver. Muone nini kitatokea. Mungu apewe sifa. Amen. Alitabiria frère, l'invasion des États-Unis ni mahubiri mnene. Maripuko Nini? Amerika iko nachungilia frère. Amerika Mungu beko najivunia leo hayo hii juu tukingaliki hapa. Juu hii maneno tukingaliki nayo. Na biko nasema hivi, wakati Bwana atakuya kuchukua bibi yake ya harusi, frère atatuchukua na maneno yetu tunaenda nayo. Na tukisha toka hii dunia itaona cha mtema kuni basemaji wanasemaka. Hii Amerika itaona mambo. Mwangalia Russia, ndio biko nasema. Russia communism Mungu aliitia ni kama vile chombo kwa mikono yake juu ya kuharibu hii dunia. Juu ya kuharibu hii kiburi cha Marekani. Mungu apewe sifa. Ni bia mingi ufrere tutasoma leo naona na wakati naanza kuishesha hapa. Frere mtanisamee kidogo tumalize vyote. Sasa Mungu anafanya nini frere? Mwiki kizazi ndio Mungu iko anaita bibi yake ya harusi. Amen. Amen. Wakati alikuja frere alifanya kazi ya kwanza ya uumbaji kupitia neno yake. Akakuya tena Mungu akaumba akafanya bwana wa harusi kupitia maneno yake. Na bikira atapata mimba. Friend, kwa neno ya Mungu bwana harusi alipatikana. Amen. Sasa bibi harusi na yeye atapatikana wakati gani? Ni mwiki kizazi. Amen. Amen. Amina. Bibi harusi wa kizazi ya Laodikia kunapatikana mwiki kizazi. Na yeye anaumbwa na nini? Hata kitu na kitu kingine friend, na neno ya Mungu vile vile. Maana bibi harusi na bwana harusi banapaswa kuwa kitu kimoja. Mungu apewe sifa. Paragraph 71. Tukimbie mbio friend. Batu makanisa tangu yalianza kuyala iko niendelea na jana. Banafanya makruzade vile vile Daudi alifanyaka friend. Beko wanapoteza mamilioni ya makuta. Asema tufanye makampanye, makruzade. Ni juu ya kupata Wakristo? Zero. Ni juu ya kupata tu mamambre baingie mkanisa yako. Amen. Tuko na mamambre ba mingi. Baonekana situko. Shindu kanisa yetu juu ya mnene zaidi. Beko nafanya makompetition. Asema kanisa yetu juu ya kuanza kuwa na watu mingi. Kanisa yetu juu ya kwanza ya bunene sana mwingine. Njoo ya kwanza muujumbe na kanisa ya kwanza muujumbe ya bunene. Nani kwa kwambia sisi tuko lazima na makanisa ya bunene. Tuko lazima na watoto ya Mungu ni. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Balikuwa na makanisa ya bunene ya mingi sasa. Si ba Katolika frere. Makatedrali ndio kuna bia mingi. Mungu apewe sifa. Amen. Lakini hakuna hata bibi harusi unaweza kupata ndani. Juu ya nini? Bibi harusi iko na umbwa na neno halisi ya Mungu. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Ndio nabii anasema, "Oh frère, Oh ndugu, je me demande najiuliza aujourd'hui leo si avec tout notre recrutement, ile ma recrutement ile kuitaita kwa watu wiko wanaita frère, makampanya evangelique ya God. Nos grandes croisades ile makruzade zetu et nos réveils, na ile mamuamsho nous n'avons pas rempli de l'arche méthodiste. hatukujaza ile sanduku ile makanisa Masanduku ya Methodiste.
masanduku ya Baptiste, masanduku ya Presbyterien, masanduku ya Katoliki, anaendelea na tayari hapo juu frère. Amen. Sasa nauliza swali. Et qu'en est-il de l'âge de Jésus-Christ, la parole? Wakati gani sasa sanduku ya Yesu Kristo neno itayala wakati gani? Mungu apewe sifa. Amen. Ndio watu pale tunasema oh friend, hii mwaka kanisa Methodist tulipata waaminifu 5. Sasa ya Yesu Kristo neno bangapi mlifikiza hako? 0. Mungu apewe sifa. Amen. Amen. Et si l'épouse doit être la parole, si l'épouse doit être la parole, si elle doit faire partie de Christ, faire partie de l'époux, elle doit être la parole. Amen. Non la parole à son propre temps. Ya wakati yake yeye anapenda. Mais la parole pour aujourd'hui. Anapaswa kuwa neno kwa ajili ya leo bibi harusi. Amen. Mungu apewe sifa. Amina. Bibi harusi ni neno ya wakati. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Une parole pour aujourd'hui. Neno kwa wakati wa sasa. Qu'il a promis pour ce jour-ci. Kwa hii wakati. Amen. Il a dit qu'il avait envoyé sa parole pour façonner et former son épouse. Atatuma neno lake kwa kujumulisha, kutengeneza, kuumba bibi harusi wake. Frère, kuumba kwa dunia kuliumbwa na neno ya Mungu. Amen. Siku 7, siku 6 ya kazi. 7 frère. Anasema 7 millénaires Mungu anaumba. Siku 7 Mungu anaumba. La bibi harusi naye Mungu anamuumba hivi kupitia maneno yake. Amen. Hivi anasema neno, bibi harusi anachukua, anasema hii ni yangu na anaitumikia. Amen. Amen. Alikuwa hapa leo, bibi harusi alikuwa jana hiki, leo anakuwa hiki, kesho anakuwa hiki, na anafika ukamilifu. Bibi harusi na bwana harusi wanakuwa kitu kimoja. Mungu apewe sifa. Amen. Il est en train de la former, de la façonner par sa parole. Iko na mtengeneza na kumuumba kwa neno lake. Amen. J'espère que nous voyons cela. Na waza tunaona hiyo. Et maintenant, ne prenez pas vos idées. Msichukue mawazo zenu. Ou ne prenez pas vos idées, les idées de quelqu'un d'autre. Awala mawazo ya mwingine aina yoyote. Prenez la parole confirmée. Ici, la Bible. Ndio neno tuko nayo lazima frère. Amen. Kama nabii tupatia neno, tunaangalia na matana na maneno ya Mungu Biblia, tunabitia tunasema antuka amina. Tunatembea na hiki. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Amen. Dieu a promis et a montré dans sa parole comment il choisirait son épouse. Mungu aliahidi na kuonesha ndani ya neno lake jinsi atachagua bibi yake harusi frère. Dans ce dernier jour, kwa wakati wa mwisho. Atachagua bibi yake harusi mwi wakati wa mwisho. Mnamuna gani frère? Alituonesha ndani ya maneno yake nini? Est-ce que vous savez cela? Il a promis et il a montré comment il le ferait. Aliahidi na kaonesha jinsi atafanya. Par son plan originel, kwa mpango wake de choisir Christ, kwa kuchagua Kristo, de choisir le temps, kuchagua wakati, de choisir la saison. na kuchagua majira. Il ne peut pas faire des choses autrement. Haezi fanya vitu namna nyingine. Pour choisir son épouse. Kuchagua juu ya kuchagua bibi harusi aweze kwenda kinyume na kile kisa alifanyaka kuhusu Yesu Kristo. Amen. 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 Parce que elle est une partie de cette parole. Yeye bibi harusi ni sehemu ya hii neno. Amen. 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 Il ne peut pas la choisir par les moyens d'une dénomination. Hawezi kumchagua kwa njia ya zehebu. Amen. Étant donné qu'il n'a pas choisi Christ par une dénomination. Na gizi hakuchagua Kristo kwa njia ya zehebu. Yesu Kristo alipokuja hakukuja kuchaguliwa na zehebu. Vile bibi harusi mwa kizazi hatachaguliwa kutoka mzehebu. Amen. Alikuja Yesu Kristo neno na bibi harusi atatoka mwa kizazi neno. Amen. Mungu apewe sifa. Yes.
Non, les dénominations l'ont rejeté. Na dhehebu ilimtupilia mbali. Ilimtupa frère. Na ndio maana mkizazi cha Laodikia, bibi harusi na yeye atakuwa mwenye kutupwa nje ya madhehebu. Amen. Walifanya hiyo mchanganyiko yao ya madhehebu. Conseil ecumenique des églises. Muundo wa umoja wa makanisa, lakini kutakuwa kundi moja yenye itatupwa nje ya hiyo kundi yote. Itakuwa tu bibi harusi wa Yesu Kristo. Muangalie kitu tuko na nabii pamoja frère. Kila kenye bwana harusi alikuwa ndio kile kenye bibi harusi atakuwa mwenye kizazi. Amen. Yeye ni neno kwa wakati. Amen. 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 Bwana harusi alipokuja wakati yake bali mtupa nje ya masinagogi. Vile vile bibi harusi mwenye kizazi ndani ya umoja wa makanisa bana mtupa nje. Hawatakubali frère hii maneno ndani ya sehemu yao. Frère, nani atatufungulia mimbari kwa ajili ya hii maneno? Tuilete kule ndani. Nani atapenda? Sasa batatuchukulia watu wote. Wanatuchukulia wana member wote. Wanafunga milango yao. Lakini Mungu ni wa maneno yake. Walio wa Mungu watamsikia Mungu hadi mule mwenye beko. Mungu apewe sifa. Amina. Kama Mungu alifanya njia ya shebe tulikuwa mule ndani bila kuvichama ndani kabisa mule frère ya Mkatolika. Tuliisikia maneno tukatoka. Beba walikuwa mko Pentecoste kila aina frère. Tuko hapa washuhuda wa mingi watoa kila sehemu frère. Na bakaisikia na bakatoka. Vile vile wale wengine wengalikie mundani bataisikia na batatoka. Mungu apewe sifa. Amen. Comment a-t-il amené Christ ici? Namna gani Alimleta Yesu Kristo par la parole des prophètes. kupitia neno la unabii. Neno la manabii frère. Alikuja kulingana na manabii. Amen. 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 Alipotokea wandugu akamwambia Cleopas kuanzia Musa, manabii na Zaburi alikuwa akiwaonesha mambo ilikuwa inamhusu yeye. Amen. Yesu alikuja kupitia hiyo maneno frère. Na namna gani atatokea bibi harusi vile vile? Amen. Par la parole des prophètes. Kupitia neno la manabii. Amen. Amina. Comment l'a-t-il identifié? Namna gani mnaweza kumvumbula? Amen. Lorsqu'il vint, watamvumbula je? Wakati anapofika Par un homme envoyé de Dieu. kwa mtu ambaye aliyetumwa na Huyo Mungu. nabii tutamvumbula je? Mhm. Amen. Amen. Un homme envoyé de Dieu. Ule mtu aliyetumwa na Et a l'esprit d'Élie sur lui. Kuwa na roho Mungu ya apewe Elia sifa. juu Je, yake. tutamvumbula, Amen. tutaona roho ya Elia juu yake. Amen. Akitenda kazi kama vile ilivyoandikwa. Amen. Bwana Mungu apewe sifa. Amen. Oh frère. Bwana si alituahidi. Et a l'esprit d'Élie sur lui. Akiwa na roho ya Elia kwa Et qui sortait du désert. akitoka kujangwani. Comment l'identifier? Comment identifier l'épouse? Bibi harusi. Amen. Il a promis Malaki chapitre 4. Kwa ajili ya kumvumbua bibi harusi, tuko tunamvumbua maana anasimamia neno ya Malaki sura 4. Ndio neno yenye likuja kutayarisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Amen. Ile sauti moya moya yenye ilihakikisha huduma ya Yohana Mbatizaji kule ikimuonekanisha Bwana Yesu Kristo kwenye mto Yordani. Huyu ndiye mwanangu mpenzi, msikilizeni. Amen. Ile sauti moya moya ndani ya hii mgini wa Amerika kumuto wa hiyo ku Jeffersonville ilishuhudia neno moya moya kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa kutengeneza kuja kwangu kwa kwanza, ujumbe nao kupea itatengeneza kuja kwangu kwa pili. Bwana Mungu apewe sifa. Amen. Maneno ya bibi harusi ya hiki kizazi ilikuja kumabao ya tai ya Malaki sura 4. Amen. Na hiyo maneno ndio bibi harusi anakamatilia. Amen. Bwana Mungu apewe sifa. Amen. Il nous a promis Malaki chapitre 4 Alituahidia Malaki qu'il ferait la même chose. atafanya hiyo vile vile tu. Amen. Amen. Avant de détruire la terre. Mbele ya kuharibu dunia. Comme ce fut le camp du temps de Hizi Sodome et ilivyokuwa Gomorrhe. wakati ya Sodomu na Gomora. Amen. Amen. Mungu apewe sifa. Naweza kushasoma hiyo maandiko. Amen. Frère,
Hiyo ndio ukweli enye tuko tunahubiria. Hiyo ndio ukweli enye Mungu alitupatishia mwili kizazi. Amen. Na ndio ukweli tuko tunasimamia. Tukisha ivumbua kuangalia kwamba huyo nabii anahakikishiwa na maneno ya Mungu. Huyo nabii ana maneno yake inaambatana maneno yote ya Mungu, sisi tunasimama hapo. Mungu apewe sifa. Amina. Sasa kwa kumaliza, nabii akamaliza akasema hivi. Tulisoma hiyo wakati ya kusema kwamba walishindwa jua nini wale watu wa kwanza kule Fred. Tuanze kumaliza Fred. Juu ya nini walishindwa ya Daudi na gundi yake yote, sijapo alikuwa kwa kusanyiko kimoja cha mzuri Fred. Imagine watu wanafanya magarama ya vile, nitie maneno hiyo Fred. Banafanya magarama ya vile juu ya kumpendeza Mungu. Kudepanse makuta yao. Kuita croisade frère. Tuwaite batu yote ya nchi mzima. Mwanzo kuelewa gharama hiyo walifanya pale. Yenye wao yafanyaka juu ya injili. Elimisi yafanyaka juu ya injili. Ndio. Na labda ungaliko nakula na ya Mungu unaibeba tena kuibeba. Ile tu ya dini ya Mungu unakuwa unaibeba na kuibeba, unashindwa kuilipa. Unaibakilia nayo. Meye Daudi akafanya zaidi ya kulipa dime, zaidi ya hiyo akafanya na gharama juu ya kupenda kumfanyia Mungu kazi. Amen. Lakini alifanya tu kinyume na mapendo ya Mungu, akakufa. Amen. Balishindwa juu ya nini? Tasoma paragrafu 2 tu. Paragrafu 84 anasema sababu abakuona nabii mwenye alikuwa confirme wakati yao. Mungu apewe sifa. Amen. Nitasoma paragrafu 84 na nitasoma tena paragrafu 147. Maintenant ne manquez pas ceci. Sasa msikose hili. Ils échouèrent Walishindwa parce qu'ils n'avaient pas demandé conseil à Dieu. kwa sababu hawakulomba shauri kwa Mungu. Amen. Amen. En faisant cela, regardez, Kwa kufanya ile en muone, allant vers les sacrificateurs, kuenda kwenye makuhani, en allant vers les théologiens, kuenda kwenye en allant wanateolojia, vers les forces armées, kuenda kwenye wanajeshi, en ne consultant même pas les messagers de l'air, na bila kuona mjumbe wa mjumbe ya wakati. Frère, chetu tunajua je mahubiri baada kweli miki kizazi. Ni wakati tunaona mahubiri yabo inasimamia ujumbe ya wakati. Amen. Kama mahubiri yabo ilikuwa inatokea kuhiyo maujumbe ni Mungu alitupatia mu wakati, tunasema ni vya kweli hivi. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Juu ya nini sisi tuliitika ministere ya Matthieu chapitre 24? Juu tuliangalia yo frère inasimamia na consulter hivi asema Bwana ya message de l'air. Amina. Engalipenda kutuambia sema anakuwa na ujumbe yake. Frère, nilikwambia ishia kule. Mungu apewe sifa. Lakini ulipoangalia ujumbe yenyewe anatuambia frère ni ujumbe yenyewe na consulter message de l'air. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas consulté le messager de l'air. Kuona mjumbe wa wakati Envoyé de Dieu. aliyetumwa na Mungu. Amen. Amen. À leur époque, Nathan Wakati yao, Nathani était le messager. alikuwa mjumbe. Ils agirent mal. Bakatenda mbaya. Bote bakatenda vibaya. Juu ya kushindwa kwenda kumkonsulte le messager. Amen. Amen. Paragraphe 147. Tunaanza kumaliza wapendwa. Amen. Mungu erasi tu. Amina. Remarquez. Angalieni. Qu'est-ce alors? Ce que peut-on faire? Nini tunapaswa fanya? Tunataka kufanya nini na sisi kumbe ndio tufanye nini? Que doit-on faire? Nini ambayo tunapaswa fanya? Consultons le prophète. Tuende nabii. Twende tumconsulte. Amen. 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 Consultez le prophète. Tuone mjumbe. Frère, yote vitu tunataka kufanya. Oh, conseil ekumenike. Consultez le prophète de l'air. Mjumbe wa Ataniambia wakati. kia kufanya. Amen. Consultez la Bible. Tuangalie Frère, Biblia. hivi ndivyo vinakuwa yako frère. Le prophète doit être consulté,
La Bible doit être Ujumbe consultée. unapaswa kuangaliwa na Biblia hivyo hivyo. Oui, la Bible à laquelle nous pouvons ni ajouter ni retrancher. Ambayo hatuwezi kuongeza wala kupunguza. Amen. La Bible a annoncé dans Malachie chapitre 4 Biblia ilisema kwenye Malaki sura 4 ce qui arriverait dans nos jours. ambayo itakapofika kwa hii wakati. Nini itafanyika mwi wakati yetu? Biblia ishatuambia hayo Amen. frère. Malachie chapitre 4 ituambia. Amina. Amen. Amen. Matthieu chapitre 17 verset 11 ishatuambia hapo. Amen. Kama Eli viendra et rétablir toutes les choses. Toutes les Elia choses. atakuja kwanza na kwa kutengeneza kila kitu. Amen. Et dans Apocalypse 10, Kwa il est dit quoi? Que les sceaux seront ouverts. Ufunuo sura 10 alisema Na mihuri frere itafunuliwa. Niliwahi kuambia hapo frere, nilikuwa ku Houston. Niliongea na ndugu yetu alikuwa yeye ancien prêtre, alikuwa kapadiri, akaacha upadiri akawa bibi yake. Eko ku Houston mpaka leo na namba yake niko nayo. Kipata atakupigia telefoni za kupo muongelesha. Ushuhuda wangu niambia ni ya kweli. Nikamuuliza frere, mlifanya miaka 7 ya kujifundisha Biblia teolojia kule kwenu. Mihuri inasema nini? Akasema Ufunuo. Kile kitabu akikugusia tena ukigusa. Mungu apewe sifa. Njoo alifanya miaka 7 biko anasema hapo. Kile kitabu bakigusake yeye ni apotre. Makanisa yake shaka fungula. Sasa nikamwambia kama kule kwa mnaendaka mkigusake hapo. Sasa hapa wewe njoo apotre leo. Unafundishaka nini basi watu yako kuwe apotre kuhusu mihuri? Akaniambia sina ya kusema kwa ajili ya hiyo neno. Lakini ashukuriwa Mungu, un homme simple, sa wewe sa mie, Mungu anataka kutuvumilia hivi. Amina. Juu ya nini? C'était une promesse pour aujourd'hui. kwa ahadi kwa wakati wetu. Ni ahadi kwa ajili yetu. Amen. Bali wenye kuona alama ya wakati yabo frere, bakiona banaikamatilia. Amen. Mungu alituambia sisi, mihuri ni kwa ajili yenu. Nitawafunulia nayo. Si alitufunulia nayo? Amen. Sisi ndio tuko na siri ya mihuri. Bengine wote yabana nayo. Ukibauliza wanakuambia tujue kitu kuhusu hiyo. Siri andikwa. Amen. Amen. Les sceaux doivent être ouverts. Mihuri inapaswa kufunuliwa. Et révélerait tous ces mystères qui ont été cachés à travers les âges de réformation. Na kufunua siri zote ambazo Ile masiri yote yenye ilifichwa huko ndani ya Biblia, mbizazi vyote hivi ilipaswa ifunuliwe kwetu. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Oh frère, ni vitu vya bien sana. Amen. Il a dit comment cela arriverait. Alisema namna ile. C'est dans la Bible. Ndani ya C'est Biblia. ainsi dit le Biblia Seigneur. yasema Bwana. Dieu a complètement, Mungu alikamilisha parfaitement, ukamilifu alihakikisha na akakamilisha identifier, akaijulisha frère. Et il a confirmé cela. Akaidhibitisha. Frère, mwangalie vile vitu. Dieu Mungu a complètement, kwa kumalizia kila kitu frère, alimalizisha, il a parfaitement alikamilisha, identifié kuionesha et confirmé na kuidhibitisha cela comme la vérité. ile kama vile kweli. Nani atashakia tena kuhusu Malaki chapitre 4? Mungu ye mwenyewe alihakikisha, alituonesha nayo, akatuhakikishia nayo, akaionesha kwetu, kuionesha kama ni ukweli hii ujumbe. Mungu apewe sifa. Amen. Amen. C'est la vérité. Ni kweli. Par des signes et des prodiges, kupitia maalama na maajabu, Mungu alihakikisha hiyo ujumbe. Amen. Mungu apewe sifa. Amen. Dans les cieux, mbingu et tout le reste pendant 33 ans de ministère. Mabaki Muda wa miaka 13 ya huduma, Mungu aliendelea kuhakikisha hiyo kitu. Amen. Na niko nasema vitu hapa. Pawazi friend. Abivichame. Amen. Abivichame friend. Pendant 33 ans. Amen. Miaka 33. Pensez-vous qu'il écouteront cela? Eti batu batasikia hivi vitu wanaambia batabipenda. Menjo ukweli Mungu alihakikisha.
aliiziririsha, akatuhakikishia nayo na akatuonesha hayo hivi. Amen. Lakini bado wanaikataa. Amen. Haina sema alipia akatumika kazi siku moja siku mbili. Miaka 33 ya ministère frère. Ya huduma. Lakini bado wanashindwa kuona kile kitu. Amen. Amen. Amina. Non. Hapana. C'est parce qu'ils sont morts. Kwa sababu ni wafu. Ils ont mis leurs mains à quelque chose qui a tué le tout. Walitia mikono yao kile kilibaua pote. Mungu apewe sifa. Amen. Haba kuruhusiwa Fred, badala ya kutia mikono kitu kienda kubaua bote. Nini baliunga hao? Bote wanatia mikono yao kwa pamoja kuhusu muungano wa makanisa yao. Na wote ni wenye kufa kiroho. Amen. Mungu apate kuwabariki sana. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amina. Mungu kwa mapendo yake alitupenda Fred. Amen. Na kisha kutupatia hii maneno kwa mwisho nabii anamaliza anasema na hivi. Alikuwa anasoma kitabu cha Deuteronome chapitre 4. Ndugu tusomee verset 1. Kisha tutaruka kusoma verset 25 mpaka verset 28. Ndio andiko la mwisho tunaanza kusoma hiyo. Torati sura 4 shairi lake la kwanza. Tunasoma mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Na sasa Israeli, sikiliza amri na hukumu ambazo ninawafundisha ninyi. Amen. Ili muzitende. Amen. Mupate kuishi na kuingia na kurithi nchi ambayo Bwana Mungu wa baba zenu aliwapa ninyi. Amen. Musiongeze juu ya maneno ambayo ninawaamuru ninyi. Amen. Wala musipunguze. Bwana Mungu akubariki ndugu yangu. Juu ya wakati tu msome kunyumba. Kumbukumbu la Torati sura ya 4 mweza kusoma yote ni mzuri. Ni maneno ya Mungu. Mungu anapatia Musa. Sasa nabii anaenda tunaanza kumalizia maparagrafi kwa vitu 3 ya kumalizia kwa sana. Amen. Kisha kusoma hiyo yote nabii anasema hivi. Hiyo kumbukumbu la Torati yenyewe mtasoma hiyo tutasoma kipande hapa. Anasema c'était Moïse qui parlait à Israël. Alikuwa Moïse alikuwa anazungumza na Israeli. Après avoir été confirmé akisha zibitishiwa par Dieu à travers la colonne de feu. Kupitia nguzo la moto. Mungu apewe sifa. Amina. Mungu huwa anahakikisha watoto yake na kupitia uwepo yake. Musa alihakikishiwa na nguzo ya moto. Mjumbe wa hiki kizazi alihakikishiwa vile vile na nguzo ya moto. Amina. Amen. Kisha kuhakikishiwa Musa akawaambia watoto wa Israeli hiyo maneno sema msiongeze na msipunguze. Mtembee ndani ile Mungu aliwapatishia. Vile vile ndugu yetu mwa hiki kizazi anaanza kutuambia hivi sasa. Après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour le conduire. Kisha kuona hizi ilikuwa mzuri ule kama vile yeye alikuwa mfanya mtumishi wa Mungu mwenye alipasha kuwaongoza kutoka. Amen. Avant leur entrée dans le pays, mbele ya kuingiza kwenye nchi, Moïse dit, Musa akasema, pour les paroles que je vous ai annoncées, kwa neno ambalo nimewatangazia, je prends à témoin contre vous le ciel et la terre. Mina wahakikishia mbele ya mbingu na ushuhuda, natua mshuhuda kwa dunia, mbingu na dunia. Amen. Si vous ajoutez une chose, kama mnaongeza kitu, ou si vous retranchez un mot, na wala kama mnapunguza neno, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel Dieu vous donne. Hamutabakiaka ndani ya nchi ambayo Mungu atawapa. Kama mnaongeza mwiyo mambo bien, ndio mnaanza kuongezea bien, mimi sikumiambia, sikumifundisha, Mungu benye kufa. Na mkipunguza amo, Mungu benye kufa. Mungu apewe sifa. Amen. Hii ni maneno ya Mungu yenyewe watoto ya Mungu ndani ya hii ujumbe wanatakiwa wasikie. Niko naisema kwa sauti kubwa. Amen. Amen. De même, na kama vile sawasawa vile Musa alivyosemaka, na mimi naanza kusema sana, na mimi anasema hapa hivi. Je dis au nom de Jésus-Christ. Ninasema kwa jina la Yesu Kristo. N'ajoutez pas une seule chose. Msiongeze hata kitu kidogo. Ne retranchez pas non plus. Na msipunguze hata kidogo.
mettez pas vos propres idées. Msitie mawazo zenu. Amen. Amen. Dites simplement ce qui est dit. Sema ile ambayo ilisemeka. Sur les bandes. Dieu veut vous bénir. Amen. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire. Fanya kabisa jinsi Mungu alivyokuambia mfanye. Mungu apewe sifa frère. Kile kenye Mungu alitukomande tufanye kupitia kinywa ya mtumishi wake nabii wa kizazi ndio kenye tufanye. Amen. Kama alitufundisha neno, tuifundishe sisi vile vile. Amen. Mara ngapi makanisa leo ndani ya ujumbe watakuwa bene kurudi barudie muhimu maneno frère. Mara ngapi mafundisho tunatokea wapi? Leo ndani ya hii ujumbe tunakuwa na watu wanaanza kuwakujia ndugu yetu William Branham. Leo tunakuwa mafundisho yenyewe ijulikane mwanzo na mwisho, wasema inakuwa njoo ufunulivu wa Mungu, njoo Mungu sasa anakuwa shaka kuya. Inatoka wapi? Mungu apewe sifa. Branham alijifundishaka, tusome ndani ya mabande, hamna vitu vya vile. Mungu apewe sifa. Amen. Kama mkiongeza neno kwa hiyo, mko wenye kupigwa. Munaipunguzia, mko wenye kupigwa. Amen. Tubakie na ile maneno ya Mungu alitupatishia. Amen. Na irudilia hapo kumsho frère. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. Ne retranchez rien. Bwana Mungu awabariki. Amen. Amen.